Naam, asante kwa kuendelea kutuchagua. Hii ni Channel 10 Habari, ni wasaa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea kutima vumbi hii leo kwa kushuhudia vilabu vinne katika michezo miwili vikishuka dimbani kusaka alama tatu muhimu katika mikoa ya Mwanza na Kigoma. Michezo yote miwili imechezwa majira ya saa 10 kamili za jioni katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Wenyeji Pamba Jiji walishuka dimbani dhidi ya mnyama Simba na mchezo kumalizika kwa sare ya goli 1-1. Simba ndo alikuwa kwanza kupata goli kupitia kwa nyota Anset Oura kabla ya Mwashinga kusawazisha kwa mkwaju mkali wa adhabu ya faulu. Mchezo mwingine, Mashujaa FC ya mkoani Kigoma walishuka dimbani kucheza na wanalambalamba Azam FC na mchezo kumalizika kwa suria bila kufungana katika uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma. Kufuatia matokeo hayo, vilabu vyote vimechukua alama moja kwenye mechi hiyo na kusogea kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, huku Simba wakisalia katika nafasi ya pili. Naam, kwingineko ni kwamba kikosi cha wananchi Young Africans kimetua salama jijini Dodoma tayari kujiandaa na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Mtibwa Sugar. Mchezo unatarajiwa kuchezwa Machi 21 katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma. Kikosi cha Dar es Salaam Young African tayari kimeshatia maguu katika ardhi ya makao makuu ya nchi jijini Dodoma kupitia uwanja wa ndege wa Dodoma Airport, ambapo sasa Jumamosi wanatarajia kuwa na mtanange kati yao na wakatamiwa katika mashamba ya Turiani mkoani Morogoro, Mtibwa Sukari. Meneja mawasiliano kutoka kikosi hicho Ali Kamwe amezungumza kuelekea mchezo huo. Dhamira ambayo tuko nayo sisi ni tupate matokeo mazuri siku ya Jumamosi. Mchezo ni mgumu, Mtibwa wamepata muda wa kutosha wa kujiandaa dhidi yetu, lakini sisi hatuna dhamira nyingine Jumamosi zaidi ya kushinda mchezo. Binafsi ndani ya moyo wangu naamini tumeshavuka kipindi ambacho ni kipindi kigumu. Sasa ni kipindi cha kwenda kupata matokeo. Last season kipindi kama hiki ambacho tumekipitia tuliangusha pointi 6 kwenye michezo miwili ya Azam na TRA. Lakini sasa hivi tunakwenda kwenye mechi hizi, tunakwenda kupambana tupate matokeo mazuri inshallah. Na idadi ya injury kwenye timu yetu inazidi kuongezeka. Tumemwacha Prince Dube Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kufanywa check up. Tafsiri yake ni kwamba tutaingia mechi ya Jumamosi bila striker halisi pale juu. Depu ni injury, Dube ni injury. Hivyo wakati natoka hapa nilikuwa nimepata mawazo, nikamwambia meneja au niwaambie wanachama hapa Dodoma mwenye idea ya striker aje atusaidie Jumamosi. Kwa hiyo nisaidia kama mtampata mwanachama wa Yanga very strong wacheka ambaye anaweza kucheza striker aje atusaidie Jumamosi, sababu hatuna striker mwingine. Tunakwenda kupambana na Mtibwa, lakini dhamira ni kupata matokeo mazuri inshallah. Msimu wa 4 wa bonanza la kimataifa la soka la Serengeti linatarajiwa kufanyika Agosti 7 hadi 8 mwaka huu nchini Sweden. Linatarajiwa kuvitangaza vivutio mbalimbali vya utalii kuelekea michuano ya AFCON 2027 ambayo Tanzania ni nchi mwenyeji kupitia Pamoja Bill. Bonanza hilo ambalo huandaliwa na Watanzania wanaishi mataifa ya Ulaya ni mahususi kwa ajili ya kutangaza vivutio mbalimbali vya utalii nchini, sambamba na kutoa nafasi ya wachezaji vijana kuonesha vipaji vyao kwa wale wanaoishi barani Ulaya. Tunakwenda kwenye AFCON Tanzania, sisi tuko Tanzania, Kenya, Uganda. Manake lazima tuwaambie watalii waje kwenye hayo mashindano. Kwa hiyo itakuwa ni fursa nzuri pengine kukutana na Watanzania, kukutana na wageni, kuwaambia pia kuhusiana na mashindano ya Serengeti Football Bonanza, na kuwaambia pia kuhusiana na mashindano ya AFCON ambayo sisi ndio tutakuwa wenyeji. Hii ni partnership ya Serengeti Football Bonanza pamoja na Clouds Media kupitia Sports Extra ambayo ndio wasimamizi wa The Dream Team, na kuanzia sasa kama alivyosema kocha tunapokea usajili. Ni fursa kubwa sana ambayo imekuja mikononi mwako. Hakuna nafasi tena ile ya kukaa kutia unyonge, hapana. Zaidi ya shilingi milioni 600 zimerejeshwa kwa jamii na mashabiki wa soka kupitia draw ya kampeni mbalimbali zinazoendeshwa na kampuni ya simu za mikononi Airtel Tanzania, ambayo imelenga kuwapa fursa wanamichezo na mashabiki pamoja na kuhamasisha matumizi ya malipo kwa ajili ya kidigitali. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kuendesha draw na kukabidhi zawadi kwa mashabiki hao, meneja mahusiano wa kampuni hiyo Jackson Mbando amesema fedha hizo zimerejeshwa kupitia mfumo mbalimbali ikiwemo kutoa fursa kwa mashabiki.
bado zawadi zinaendelea kutoka. Watu wanajishindia mbalimbali, ukiangalia kwenye ukurasa wetu au ukiangalia vyombo vyetu vya habari ambao ni partner wetu kama ambao tunao hapa. Na tuendelee kufanya miamala kwa wingi na tuendelee kudownload my Airtel app. Akaniambia nimejishindia hiyo TV na leo niko hapa. Watashinda, sio utapeli, ni dhahiri. Kweli nilikuwa sina mpango nao. Kwa hiyo umekuja wakati mwafaka, nitaifanyia biashara. Mashabiki na wadau wa burudani nchini wanatarajiwa kufaidika na msimu wa sikukuu ya Idi na Pasaka kupitia kampeni ya Lipa Tukuboost ili kuwawezesha wateja wake kuangalia burudani ya soka kupitia ligi mbalimbali duniani pamoja na tamthilia za Kitanzania. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi wa masoko wa Star Times David Malisa amesema katika msimu huu watatoa ofa ili kuwezesha wateja wengi kushuhudia burudani ya soka la Ulaya na tamthilia mpya zilizotafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Kwenye upande wa michezo, weekend hii inaenda kuwa ni weekend ya kibabe sana kwenye wale wapenzi wa kandanda. Kwa sababu kubwa zaidi ni ile fainali ambayo ilikuwa inasubiriwa muda mrefu sana ya Carabao Cup. Man City hatujui je, kisasi chake atakuja kukilipiza kwa Arsenal weekend hii Jumapili hii tarehe 22 hapa Star Times kupitia channel zetu za michezo ST World Football, Sports Premium pamoja na TV3. Bondia wa ngumi za kulipwa Joseph Maigwisa ameahidi kuchukua heshima yake dhidi ya Pius Mpenda kwenye pambano la panchi kwa heshima litakalochezwa Machi 21 mwaka huu katika uwanja wa Kines jijini Dar es Salaam. Akizungumza wakati akiendelea na hamasa ya pambano lake mapema hii leo Magomeni jijini Dar es Salaam, amesema licha ya kuwapiga mabondia wakubwa amekuwa hapati heshima anayostahili kwenye mchezo wa ngumi, hivyo wakati umefika kuchukua kwa kumchapa ulingo kipigo cha aina yake Pius Mpenda kwenye pambano litakalofanyika Kines. Huyu hapa ilikuwa ni kipolo cha muda mrefu, kashakimbia mara kadhaa. Nachotaka kumwambia kazi anayo mpinzani wangu, kwa sababu mimi na timu yangu nimejiandaa vizuri. Mimi nataka kusema ni ajiandae, akae mkao kula. Bwana anafuliwa vya kutosha, namba support vya kutosha. Oya, bafetu tina asikulumi, siaenza, siashaya, asikuni ndaba za banku. Profiti zaidi ya chuma, nenda chuma cha reli. Nenda kumwambia tu kwamba na Pius Mpenda ajiandae. Sasa hivi hatupigi bali tunaua. Naam, taarifa hiyo inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Karibu tuziangaze habari za michezo. Hatua ya 16 bora ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya imehitimishwa jana kwa kuchezwa michezo minne, huku vilabu 8 vikishuka dimbani na kushuhudia vilabu 4 vikisonga mbele katika hatua ya robo fainali. Mchezo mapema hapo jana ulichezwa majira ya saa 2 na dakika 45 usiku, ukiwakutanisha mabingwa mara 5 FC Barcelona waliposhuka dimbani katika dimba la Spotify Camp Nou kucheza na Newcastle United na kuibuka na ushindi wa magoli 7-2 na hivyo kufuzu kwa jumla ushindi wa magoli 8-3. Michezo mingine mitatu ilipigwa majira ya saa 5 usiku, ambapo katika dimba la Anfield Liverpool walikuwa na kazi ngumu ya kupindua matokeo dhidi ya Galatasaray na mchezo huo kumalizika kwa ushindi mzito wa magoli 4-0, huku Liverpool wakisonga mbele kwa jumla magoli 4-1. Nao Bayern Munich ya nchini Ujerumani walikuwa dimba lao la nyumbani la Allianz Arena kucheza na Atalanta ya nchini Italia na kufanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 4-1 na hivyo kufuzu kwa jumla magoli 10-2. Tottenham Hotspur walikuwa nyumbani kwao dimba la Tottenham Stadium kucheza na Atletico Madrid ya nchini Hispania na kufanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 3-2, japo ushindi huo haukutosha kuwaondosha mashindanoni Atletico Madrid ambao wamesonga mbele kwa jumla magoli 7-5. Michezo ya robo fainali inatarajiwa kuanza kuchezwa mnamo Aprili 7, ambapo Real Madrid watacheza na Bayern Munich katika hatua ya robo fainali. Barcelona wao wamepangwa kucheza na Atletico Madrid. Arsenal the Gunners wao wamepangwa kucheza na Sporting Club Lisbon, huku mabingwa watetezi PSG wao watachuana na Liverpool. Ni hayo tu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10 Michezo Kimataifa. Asante Juma Mohamed Mkayama kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa kwa umakini wa hali ya juu, na kufikia hapo
hatuna la ziada kutoka kwenye chumba chetu cha habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, golikipa wa kisasa wa mpira. Ni kuacha na utabiri wa hali ya hewa, kisha Hamisi Mkotia atarejea hapa kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inakuleta utabiri ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Mifumo ya anga inaonyesha bado ni maeneo mengi hapa nchini yanatarajia kuendelea kupata mvua kama tunavyoona katika ramani hii. Hali hii inatokana na kuendelea kuimarika kwa mgandamizo mdogo wa hewa hapa nchini, ambapo usiku wa leo tunatarajia kuwa katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kaskazini mashariki, kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika sehemu chache, wakati maeneo ya Singida, Dodoma, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi, Morogoro na maeneo yote ambao mapwani, maeneo haya tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Hali ya upepo hapa nchini inatarajia kuwa ni ya wastani kama tunavyoona katika ramani hii. Wakati siku ya kesho hali ya mvua inatarajia kuongezeka katika maeneo mengi hapa nchini. Wakati huo huo, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imetoa tahadhari ya uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika mikoa ya Kigoma, Katavi na maeneo ya Songwe, alikadhalika katika maeneo ya Rukwa, pia katika maeneo ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu, Mara na maeneo ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, alikadhalika katika maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Hivyo wakazi wa maeneo hayo ni vema kuchukua hatua stahiki kutokana na kuwepo kwa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo hayo niliyoyataja. Wakati huo huo, katika maeneo ya Tabora na maeneo ya Singida, Dodoma, maeneo haya tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika sehemu chache, wakati maeneo ya Shinyanga, maeneo ya Mbeya na yale maeneo ya Iringa, Njombe, Ruvuma, Morogoro, Lindi na Mtwara kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo. Na matazamio na kwa siku ya kesho kutwa tunatarajia kuwa hali ya mvua inatarajia kuendelea kunyesha katika maeneo mengi hapa nchini. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, jina langu ninaitwa Tunza Sanane. Asante na usiku mwema. Naam, mtazamaji, ni hayo tu usiku wa leo katika habari za kitaifa na kimataifa, na kwa utabiri huo wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku huu ndio unatukamilishia taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo. Lakini mtazamaji, ni kujuze tu kutokana na taarifa ya mwezi mwandamo wa mwezi, taarifa ya mwezi mwandamo kama jinsi ambavyo awali, lakini mitambo ilikuwa inatusumbua, haikuweza kukaa sawa sawa, lakini tu taarifa ni kwamba Sheikh Mkuu na Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Ibn Zubair bin Ali Mbwana amekwisha toa taarifa nchini Tanzania kwamba mwezi haujaandama, hivyo kesho Waislamu nchini wanakamilisha ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani siku 30 baada ya kutokuonekana kwake. Na kumbuka kwamba Mufti yeye ndio mwenyekiti wa kamati ya mwezi, na kamati ya mwezi imefuatilia taarifa za mwezi katika maeneo mbalimbali nchini. Haujaonekana maeneo ya Zanzibar, haujaonekana, na hata baadhi ya nchi jirani ikiwemo Kenya, Uganda na nchi nyingine za jirani mwezi haujaonekana. Hivyo kesho ni siku 30 za Ramadhani, na ndivyo ilivyo mafundisho ya dini ya Kiislamu. Yanasema kwamba pale ambapo kutakapokuwa mmezongwa na mawingu, basi timizeni siku 30 za Ramadhani. Hivi ndivyo ambavyo Mufti amemaliza taarifa yake ya namna hiyo, na mwisho niseme Ramadhan Karimu. Asante na usiku mwema.